Vitabu hivi vina maana kubwa sana kwa sisi magereza. Tunawajenga kiimani pia, sawa Watu walioko ndani, kwa mfano gereza la Mahabusu Segerea na wafungwa wote nchi nzima, wana imani sana. Kwa sababu kuna kesi unaweza ukawa nayo, mwisho wa siku unamtumainia Mungu. Na Mungu tumeshuhudia mara nyingi akitenda miujiza. Kwa sababu anabadilika na wanaomchunguza wanathibitisha amebadilika. Mwisho wa siku anatoka kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hivi vitabu. Tunaendelea kuwajenga kiimani, kisaikolojia pia, kwa sababu sisi professional ni askari magereza, ni walimu. Kazi yetu ni urekebishaji. Tunahakikisha tunamjenga kila idara. Sawa Tuna nyenzo nyingi za kurekebisha. Tuna viwanda vya ushonaji, tuna viwanda vya upishi, tuna ufyatuaji wa matofali, tuna ujenzi, tuna mafundi. Sawa Kwa hiyo aliyoko magereza hakuna anayetoka hana ujuzi. Sawa Kila mtu kuna mahali yupo. Kama sio mshonaji basi utamkuta ni fundi, kama sio fundi basi ni mjenzi. Kwa mfano kwa wanaume kuna mafundi umeme, kuna mafundi magari. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanawasaidia wakija kutoka wanakwenda kuishi bila wasiwasi. Tuwe na moyo wa kusamehe. Watu wengi hawana moyo wa msamaha. Ndio maana inapelekea kupelekana kwenye sheria. Kuna makosa mengine ambayo mnaweza mkakubaliana mkasameheana, sawa Kwa mfano makosa ya madeni. Unaweza mtu amekukopesha, wamama tunakopa sana, sawa Vikoba sasa hivi imekuwa ni fimbo ya kutuchapia. Sawa Kwa hiyo tujilinde basi. Unaweza kukuta kwenye vikoba ulipo hawana mioyo hiyo ya kusamehe. Watu wameshaumizwa sana sehemu walizotoka. Kwa hiyo wakikukuta wewe ukafanya kosa dogo, wanaweza wakakuchukua na ukawa na wewe either ni mfungwa au mahabusu. Kwa hiyo tunasema mfungwa ni mtu yoyote yule ambaye Mungu amempangia apite upande huu, either kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Tuwahusie vijana wetu, wasichana wetu majumbani waepukane na tamaa. Tamaa ni kitu kibaya sana, na tamaa ndio inayoponza wasichana wengi wanaingia gerezani. Wanarubuniwa sana. Tuwajenge familia zetu warizike na tunachowapatia. Either mtoto uwezo wako wewe ni 10,000 labda kwa siku au kwa wiki, arizike nayo. Siku zote tunaambiwa tutoe katika imani ya kila mmoja wetu. Unachokuwa nacho wewe hata kama ni kidogo, kuna mwingine hana hata hicho ambacho anacho. Kwa hiyo unapotoa tunaambiwa Mwenyezi Mungu anakubariki zaidi. Kwa hiyo hicho nafikiri ndio kikubwa zaidi katika yote. Lakini mwisho wa siku kama chuo cha utumishi wa umma huwa tunatakiwa turudishe kwenye jamii. Sisi tunawatumikia watumishi, tunawatumikia Watanzania wote kwa ujumla. Sasa katika kuwatumikia, miongoni mwa kuwatumikia ni pamoja na kuwapa misaada kama hii ambayo leo tumeifanya.